Nakushukuru kwamba kwa kuniuliza swala zuri lenye mantiki, lenye msisitizo lakini lenye hamasa. Na kiukweli mimi mtu sahihi, mwenye uwezo mkubwa, mwenye dhamira, mwenye nia, mwenye ndoto, lakini mwenye imani kubwa na upeo mkubwa kwa ukweli kwa maisha ya wananchi wa Tanzania. Wamejua kwamba sifa kubwa moja ni mwenye kupenda watu na kuwaheshimu wenzangu na kuwasikiliza, na wao wamekubali kuleta matatizo yao kabla sijawa mbunge, hata sasa hivi mgombea ubunge na nitapokuwa mbunge. Namuomba Mwenyezi Mungu anidumishe katika mila na utaratibu na tabia njema ambayo nilokuwa nayo, isije ikanibadilisha nikawa bora kiongozi kuliko kiongozi bora. Nitaendelea kuwa kiongozi bora na bora kiongozi katika nafasi zote za utumishi wa umma. Makubwa na wanahisi ndio kimbilio lao kwa sasa. Lakini hamu, uliniuliza swala kwa nini ukaamua kwenda kugombania. Ndio mimi na asili ya Bumbwini. Kwa ni nyumbani? Ni nyumbani kabisa. Lakini pili, Bumbwini ya leo sio Bumbwini ya miaka 25 iliyopita. Sawa. Tumshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi kwa serikali yake kulifanya jimbo la Bumbwini jimbo la kimikakati, lakini ni jimbo lenye kukuza uchumi wa nchi. Kuipeleka bandari kuu ya mizigo, kupeleka bandari kuu ya mafuta na gesi, kupeleka bandari kuu ya makontena, kupeleka bandari kuu, lakini kufanya Bumbwini kuwa kuna mji mpya, lakini kuifanya Bumbwini kuwa ya viwanda. Manake hiyo lazima ipate kiongozi mwenye mtizamo mpana, kwa sababu mji unabadilika, eneo linabadilika, dhamira ya nchi inabadilika. Lazima wananchi wa eneo lile wajue thamani yao, lakini fursa zinazotokea pale waweze kuzipata kwa uhakika. Manake unapobadilisha mji, unapobadilisha maeneo, unapobadilisha tafsiri, lakini unapobadilisha, je, wananchi wa eneo lile kuna manufaa wanahitaji kuyapata. Ili wayapate manufaa yale, lazima wampate kiongozi mwenye sifa zifuatazo: 1, ya juu; 2, anaheshimu serikali; 3, anaheshimu chama; 4, anawaheshimu wananchi; lakini 5, atakayeweza kwenda kuwatetea wananchi; lakini 6, kuhakikisha maslahi ya pale; lakini 7, atakayeweza kuwasemea maslahi yao wananchi; lakini 8, atakayeweza kuikosoa serikali na kuirekebisha serikali katika hatua hizo. Kazi